Good afternoon. Mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani, Federal Reserve, Jerome Powell alisema Jumatano kuwa mabadiliko makubwa ya sera yaliyofanywa na Rais Donald Trump, yakiwemo yale ya ushuru, ni ya kipekee katika historia ya kisiasa na yameiweka Benki Kuu katika hali isiyoelezeka. Haya ni mabadiliko ya msingi kabisa ya sera, Powell alisema katika tukio lililoandaliwa na klabu ya kiuchumi ya Chicago, huku akiongeza kuwa hakuna uzoefu wa kisasa wa namna ya kuyatafsiri. Powell alisema kiwango cha ongezeko la ushuru kilichotangazwa hadi sasa ni kikubwa zaidi ya kilivyotarajiwa, na kwamba hali ya kutojulikana kuhusu ushuru inaweza kuleta madhara ya kudumu ya kiuchumi kwa raia wa taifa hilo. Kwa kuwa ushuru wa Trump unaelekeza uchumi kwenye njia ya ukuaji hafifu, ukosefu wa ajira mkubwa na mfumuko wa bei wa kasi, vyote kwa wakati mmoja, Benki Kuu inakabiliana na hali ambayo haijawahi kukumbwa nayo kwa takriban nusu karne iliyopita. Powell, ambaye mara nyingi amekuwa akionekana na kusifika kutokana na kauli yake akiitamuka kwamba huenda ikaathiri moja kwa moja biashara ya mtandaoni, amenukuliwa akisema, na nukuu, "Tunaweza kujikuta kwenye hali ya changamani ambapo malengo yetu ya mamlaka mbili yanakinzana," alisema Powell, mwisho wa kunukuu. Hisa za Marekani zilianguka wakati Powell alipokuwa akizungumza, huku Dow ikishuka kwa pointi 700 au 1.7%, S&P kwa pointi 500 ilipungua kwa 2.5% na Nasdaq Composite iliyojikita katika teknolojia ikishuka kwa 3.5%. Benki Kuu ina jukumu la kuhimiza ajira kamili na udhibiti wa mfumuko wa bei, lakini ushuru wa Trump unatishia malengo hayo yote mawili. Hata hivyo, kwa sasa uchumi wa Marekani bado uko katika hali ya wastani kulingana na takwimu za hivi karibuni. Powell alisema kuwa hatua bora kwa sasa ni Benki Kuu kusubiri hadi pale data zitakapoonyesha wazi jinsi gani sera za Trump zinavyoathiri uchumi wa Marekani. Lakini ni suala la muda tu kabla ya ushuru wa Trump haujasababisha mfumuko wa bei, kuongezeka kwa ukosefu wa ajira na kudhoofika kwa ukuaji wa uchumi, kulingana na wachumi wengi, hasa iwapo ushuru mkubwa wa usawa wa kibiashara uliowekwa kwa muda mnamo Aprili 9 utarejeshwa tena madarakani. Trump alichelewesha ongezeko hilo la kihistoria la ushuru wa uagizaji hadi Julai mwaka huu. Hadi sasa Trump ameweka ushuru wa 25% kwa material ya aluminium na chuma, 25% kwa bidhaa kutoka Mexico na Canada ambazo hazizingatii makubaliano ya kibiashara huru, ushuru mkubwa wa 145% kwa bidhaa kutoka China, ushuru wa 25% kwa magari na ushuru tofauti kwa sehemu za magari utakaoanza baadaye, na ushuru wa msingi wa 10% kwa kila bidhaa zote zinazoingizwa nchini Marekani kutoka mataifa mengine. Serikali pia imeanzisha msamaha wa muda wa baadhi ya vifaa vya kielektroniki, na Trump amesema ushuru tofauti unatarajiwa kuwa kwa bidhaa kama semiconductors, dawa, shaba na bidhaa za mbao. Nanuku, Jerome Powell amemwekea Trump wazi kabisa, alisema David Russell, mkuu wa kimataifa wa mikakati ya soko katika Trade Station, katika taarifa yake ya Jumatano. Nanuku, "Hii ilikuwa onyo la wazi kuhusu mchanganyiko wa mfumuko wa bei na ukuaji duni wa uchumi, na tamko kwamba Benki Kuu haitamsaidia wala kuisaidia ikulu kwa kupunguza viwango vya riba," mwisho wa kunukuu. Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwa nchi za kigeni ndizo hulipa ushuru unaowekwa, lakini Powell alibainisha Jumatano kuwa madai hayo sio ya kweli. Kutokana na ushuru ambao Trump ameweka, na zaidi unatarajiwa ukosefu wa ajira na uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa uchumi unavyopungua, alisema Powell, mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa kwa uwezekano mkubwa mfumuko wa bei pia utaongezeka. Hii ni kusema kuwa sehemu ya mzigo wa ushuru italipwa na wananchi wa Marekani, alisema Powell, mwisho wa kunukuu. Ni wazi kabisa kuwa bei za bidhaa zitapanda kutokana na ushuru huo wa Trump, lakini bado ni suala la muda kiwango kama hali hiyo itasababisha ongezeko kubwa la mfumuko wa bei kwenye bidhaa, alisema Powell katika taarifa hiyo. Benki Kuu huenda ikakumbwa na changamoto ambayo haijawahi kushuhudia kwa miongo kadhaa, na katika miaka 1970 na mapema 1980 uchumi wa Marekani ulikumbwa na mchanganyiko na ukosefu wa ajira mkubwa na mfumuko wa bei wa tarakimu mbili, hali ngumu inayojulikana kama stagflation. Wakati huo, chini ya uongozi wa mwenyekiti Paul Volcker, Benki Kuu ilipeleka nguvu zaidi katika kupambana na mfumuko wa bei, hata kama ilihitaji uchumi kuumia kidogo. Uchumi wa Marekani unaonekana kuelekea katika mwelekeo huo kulingana na utabiri mwingi duniani, lakini haijajulikana kama utaifikia kikamilifu hali hiyo ya miaka 1980. Rais wa Benki ya Hifadhi ya Chicago, Houston Goolsbee,
alisema wiki iliyopita katika tukio mjini New York kuwa ushuru wa Trump umeiweka benki kuu kwenye hali ngumu kupita kiasi. Nanukuu, ushuru ni kama mshtuko hasi kwa upande wa usambazaji. Huo ni mshtuko wa aina ya stagflation ambao hufanya malengo yote mawili ya benki kuu kuwa magumu kwa wakati mmoja, alisema Gosbey, mwisho wa kunukuu. Bei zitaongezeka huku ajira zikipotea na ukuaji ukipungua, na hakuna mwongozo wa moja kwa moja wa namna benki kuu inavyopaswa kukabiliana na mshtuko wa aina hiyo, alisema ofisa huyo. Powell alisema kama stagflation itakuwa halisi, basi Marekani itazingatia jinsi uchumi ulivyo na kila lengo na muda tofauti unaweza kutumika kuziba pengo hilo kwa kila lengo lililopo. Namnuku, tunaelewa kuwa viwango vya juu vya ukosefu wa ajira, mfumuko wa bei vinaweza kuwa na madhara na maumivu kwa jamii, familia na biashara, alisema Powell, mwisho wa kunukuu. Maofisa kadhaa wa benki kuu wamesema kuwa taasisi hiyo inapaswa kufuatilia kwa karibu namna wananchi wanavyoona bei, hali ambayo imekuwa ikidhorota kulingana na utafiti wa watumiaji wa chuo kikuu cha Michigan, na haijulikani ni wakati gani matarajio ya mfumuko wa bei yatakapoibua hatua kutoka benki kuu, na hatua hizo zitakuwa ni zipi. Kwa mfumuko wa bei, ingawa huko chini sana ikilinganishwa na kilele cha miaka 4 kilichofikiwa Juni 2022, bado ni juu kidogo kwa lengo la 2% ya benki kuu. Hali hiyo inaifanya taasisi hiyo kutokuwa na sababu kubwa ya kupunguza kwa viwango vya riba. Lakini sasa maofisa wengi wanaonekana kukabiliana na kuwa ni bora kusubiri hadi data mpya zitakapoonyesha mwelekeo halisi wa mfumuko huo wa bei. Nanduku, hii ni seti ngumu na ya hatari kwa sera za fedha kusafiri ndani yake, alisema rais wa Federal Bank wa Cleveland, Beth Hammack, siku ya Jumatano katika tukio huko Columbus, Ohio nchini Marekani. Kwa kuzingatia mahali uchumi ulipoanzia na pande zote mbili mamlaka yetu zikitarajiwa kuwa chini ya shinikizo, kuna hoja nzuri ya kuacha sera za fedha pale zilipo ili kusawazisha hatari kutoka kwenye mfumuko wa bei unaongezeka na soko la ajira linalopungua. Wakati ukweli ni mgumu kupatikana, kusubiria data za ziada kutasaidia mwelekeo wa njia inayofuata. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo la ushuru wa Rais Donald Trump. Jina langu ni Mgongo Kaitira.